What is the greatest gift that the church has for the world? It is the gospel. The gospel is holistic. That's why Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me to preach the good news, but also to do what? To bind the brokenhearted, to comfort those who mourn, and to provide for those who mourn in Zion. God is shaking that which can be shaken, so that what is unshakable may remain, Haggai says. When these men of God lived in their day, they did not know that it would be recorded in the Bible that we are reading today. What they were doing was just living for God, one day at a time. The cross represents the greatest adversity that one can experience. Jesus endured the cross and overcame, so that in adversity we may have hope. Every person is under pressure. Economies are strained left, right, and center. How can we endure? How can we stand strong through this moment? And this is the prayer that I pray for you. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you will be rooted and established in love. Ninafurahia sana siku ya hii ya leo, kwa maana Mungu amefanya mema kutuwezesha kutulinda juma zima, ili kwamba tuweze kukutana leo kusemezana katika neno lake, kutazama mausia yake, hekima yake, na kutusaidia tupate nguvu katika maisha yetu. Maana tunaendelea na masomo yetu katika kitabu cha Habakuki, ambapo tunaangalia mada ya kuamini Mungu kwamba hatua zote ambazo anatuelekeza zina makusudi. Trusting the process that God guides us through. Kuamini Mungu kupitia kwa ule mwelekeo anaotupeleka. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa muda uliopita tumeweza kutazama mambo mengi, na nitapenda tu kuyarejelea, kwa maana ninajua wengine wetu ni mara ya kwanza mnasikia ujumbe leo katika hiki kitabu, na wengine wamekuwa kifuatilia, ili kwamba uweze kuwa mahali ambapo unaelewa ni nini kinaendelea. Ukosefu wa haki maishani ni jambo la kusikitisha sana. Tunaishi katika ulimwengu ambapo haki ya mwanadamu imepokonywa. Wamepokonywa haki yao, na imefanya kuwe na ubishano katika maisha. Pengine umesikia kukiongelewa kwamba kuna watu kikundi kimoja wako daraja ya utajiri na wengine wako maskini. Unapata kuna wale ambao sheria inapendelea, kuna wengine ambao inafinyilia. Unapata kwamba katika maisha hakuna utoshelezani, hatutoshani, hatuko mahali ambapo tunafaa kuwa wote kama wanadamu, jinsi Mungu muumba alivyokusudia tangu mwanzo. Na ukosefu wa haki wa aina hizi unavunja moyo wa Mungu muumba wetu. Maana ana mpango, ana taswira ya ulimwengu alioumba, ana taswira ya dunia aliyoitengeneza, na ni nini alitazamia kutimiza katika maisha ya wanadamu. Na unapoangalia picha kama hiyo, tunajiuliza, je, wakati haki imekosekana tunafaa tuishi aje? Inafaa tuishi aje? Na jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba siku ya leo, pengine unajua kuna mipangilio mingi ya haki za wanadamu, si ndio? Tuko na haki ya akina mama, haki ya kina watoto, kuna ya wanaume. Nasikia inaitwa MAWE, Men Against Women Empowerment. Kuna haki aina mbalimbali, kuna haki za wanyama, haki za misitu, kila kitu imekuwa haki. Na tukichukua haya tuyaweke katika mizani, kuna wakati tunaona ni kama tunapoteza picha hasa haki ya Mungu inamaanisha nini. Lakini ningependa kusema hivi tunapoanza, kwamba Mungu, kwa maana anajua haki ni nini, atahukumu ulimwengu kwa sababu yeye ni Mungu mwenye haki. Bwana asifiwe. Tulipotazama mwanzo pale, Habakuki alilalamika kwamba Mungu amekawia na amekosa kutenda kazi yake kwa wakati unaofaa katika taifa la Yuda, kwa maana kulikuwa na uovu na haki ilikuwa imepotoshwa. Mungu akajibu akasema, niko katika utendakazi.
tukaona Mungu utendakazi wake ulikuwa na mbinu, njia ambayo haikuwa ya kufurahisha. Habakuki aliposikia kwamba Wakaldayo ndio watatumika kama kiboko cha kuadhibu wana wa Israeli, hakufurahia. Akaona hapo pia haki imepotoshwa, kwa maana wana wa Israeli kwa kimo cha kawaida walikuwa wenye haki kuliko Wakaldayo wa Babeli, na hivyo hakuona kama ilifaa Mungu achukue hiyo njia kuweza kuwaadhibu na kuhukumu Yuda. Mungu akasema hawa Wakaldayo kuna hatua pia ambayo nitachukua juu yao. Kwa hivyo tumefika pale katika mlango wa pili sasa kitabu cha Habakuki. Tumekuwa tukitazama na mchungaji wetu Peterson ametusaidia kwa majuma mawili nafikiri kutazama picha ya wenye haki wataishi kwa imani. Bwana asifiwe sana. Wenye haki wataishi kwa imani. Na swali unafaa kujiuliza ukifika hapo, na je, wasio haki wataishi kwa nini? Ama ni jambo gani litawafanyikia? Hapa leo kutazama haki ilivyopotoshwa katika kwa Wakaldayo na jinsi hao watu Mungu amesema atawaadhibu. Ili tuweze kuelewa haya, tutasoma kitabu cha Habakuki mlango wa pili mstari wa 5 hadi 20. Ni andiko refu kiasi, kisha tutaweza kutazama kifupi masomo kadhaa tatu. Nitasoma kuanzia mstari wa 5, kitabu ni cha Habakuki. Tuanzie mstari wa 4 kwa ajili ya kupata mada yote vile inavyoenda. Inasema, tazama amejaa majivuno, anavyovitamani si vya unyofu, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Hakika mvinyo humsaliti, na ni mwenye kiburi na hana amani, kwa sababu ni mlafi kama kuzimu, na kama kifo kamwe hatosheki. Anajikusanyia mataifa yote na kuchukua watu wote mateka. Je, watu wote hawatamsuta kwa dhihaka na kumzemba wakisema, ole wake yeye akusanyaye bidhaa zilizoibiwa na kujifanyia utajiri kwa kutoza kwa nguvu. Ataendelea hivi kwa muda gani? Je, wadai wake hawatainuka ghafla? Je, hata hawataamka na kukufanya utetemeke? Kisha utakuwa mhanga kwao, kwa kuwa umeteka nyara mataifa mengi. Watu waliobaki watakuteka nyara wewe, kwa kuwa umemwaga damu ya mtu, umeharibu nchi na miji na kila ndani yake. Ole wake yeye ajengaye milki yake kwa mapato ya udhalimu, awekaye kiota chake juu ili kukimbia makucha ya uharibifu. Umefanya shauri la maangamizi ya watu wengi, ukiaibisha nyumba yako mwenyewe na kupotewa na maisha yako. Mawe ya kuta yatapiga kelele, na mihimili ya kazi ya mbao itarudisha mangwi wake. Ole wake yeye ajengaye mji kwa kumwaga damu na kusimamisha mji kwa uhalifu. Je, Bwana mwenye nguvu zote hakuonyesha kwamba kazi ya wanadamu ni mafuta tu kwa ajili ya moto, na kwamba mataifa yanajichosha bure? Kwa kuwa dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari. Ole wake yeye awapaye jirani zake kileo, akimimina kutoka kwenye kiriba cha mvinyo mpaka wamelewa, ili apate kutazama miili yao iliyo uchi. Utajazwa na aibu badala ya utukufu. Sasa ni zamu yako, kunywa na ujifunue. Kikombe kutoka kwenye mkono wa kuume wa Bwana kinakujia, na aibu itafunika utukufu wako. Ukatili ulioifanyia Lebanoni utakufunika, na uharibifu uliowafanyia wanyama utakutisha. Kwa sababu umemwaga damu ya mtu, umeharibu nchi na miji na kila mmoja aliyeko ndani yake. Sanamu ina dhamani gani? Kwani mwanadamu ndiye alichonga? Ama kinyago kinachofundisha uongo? Kwa kuwa yeye aliyekitengeneza hutegemea kazi ya mikono yake mwenyewe. Hutengeneza sanamu zisizoweza kuzungumza. Ole wake yeye auambiaye mti uwe hai, ama asemaye kwa jiwe lisilo na uhai, amka. Je, linaweza kuongoza? Limefunikwa na dhahabu na fedha, hakuna pumzi ndani yake. Lakini Bwana
yuko katika hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze mbele zake. Bwana abariki andiko lake. Bwana asifiwe sana. Unaposikia hili andiko, nilisema wakati mmoja nikihubiri na nitarudia leo, unahisi ni kama linaongea kwa mambo na matukio yanayofanyika katikati yetu. Bwana asifiwe. Na leo nataka tutazame tu mafundisho matatu. Hasa tunapotazama haki ya Mungu, hoja yetu ni kujiuliza tunaenenda aje tunapoitafakari haki ya Mungu, jinsi inavyoonekana hapa. Unajua tukiwa wadogo tulikuwa tunasema haki ya Mungu, sitarudia. Haki ya Mungu. Sasa unajua haki ya Mungu inatoka kwa haki ya Mungu, na hiyo tunamaanisha kulingana na haki aliyoiweka Mungu, kuna msimamo ambao tunafaa kuwa nao. Mambo matatu. Jambo la kwanza, Mungu anafahamu kwa undani maovu ya watenda dhambi. Tutatazama hilo na tujiulize ni nini tunafaa kufanya. Jambo la pili, Mungu ataadhibu uovu wa wakosaji. Na jambo la mwisho, Mungu atatukuka kote ulimwenguni, atainuliwa kote ulimwenguni kwa matendo yake makuu ya haki ambayo atayadhihirisha na kuyatimiza humu duniani. Hebu tufuatilie hizi hoja moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza, Mungu anafahamu kwa kina ni undani, uovu wa watenda dhambi. Nataka usikie, utasikia Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4 sehemu ya kwanza na mstari wa 5 inavyosema. Tunapotazama hii hoja tufahamu kwamba haki ya Mungu huanza tunapokuwa na ufahamu wa uovu uliokithiri. Hatuwezi kuelewa haki ya Mungu inakaaje kama hatuwezi kuwa na ufahamu ni uovu ni kitu gani na unadhihirika aje katikati yetu. Mlango wa 2 mstari wa 4 inasema hivi mpaka wa 5, tazama amejaa majivuno, anavyovitamani si vya unyofu. Mstari wa 5, hakika mvinyo humsaliti, ni mwenye kiburi na hana amani, kwa sababu ni mlafi kama kuzimu, na kama kifo kamwe hatosheki. Anajikusanyia mataifa yote na kuchukua watu wote mateka. Mungu anaongea na Habakuki ambaye amemwambia andika huu ujumbe. Sasa Mungu anaanza kuufafanua, kuupanua na kumwonyesha ni picha gani ambayo inaenda kutimia hizo siku za mbeleni. Na jambo la kwanza Mungu anafanya kabla ya kusema ni nini kitafanyikia mfalme wa Wakaldayo na watu wa Wakaldayo wote kwa ujumla, Wakaldayo ni Wababeli, anaamua kwanza awape muhtasari kifupi uovu wa mfalme wa Wakaldayo ni upi. Watu wa Kikaldayo shida yao ilikuwa nini? Kwa hivyo mistari ya 4 na 5 inatuonyesha kifupi uovu waliokuwa nao. Mambo manne ambayo nimeweza kuyatazama pale. Kiburi. Anasema waangalie wenye kiburi, hao wataangamia. Zaidi ya hayo, divai hupotosha, mtu mwenye kiburi hatadumu. Mungu anasema huyu mtu ako na kiburi. Kiburi kwa Kiingereza ni pride. Amejiinua. Na unaposikia kiburi ni jambo ambalo Mungu hapendi, itakukumbusha kwamba shetani kilichomwangusha ni kiburi. Bwana asifiwe. Hakukuwa na uovu mwingine. Kwa hivyo kama kiburi kilimwangusha shetani mwenyewe, Mungu anapotazama mwanadamu ambaye moyo wake umejawa na kiburi, tayari anaona kuna shida na ni lazima akabiliane nayo. Tunapotazama hili somo ukumbuke ufalme wa Kikaldayo ni ufalme unaoashiria falme zote kote ulimwenguni na watu wote duniani wasioenenda kulingana na mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa hivyo kiburi katika moyo wa mwanadamu ni jambo la kuhuzunisha na ni jambo lenye linasuta. Mungu halipendi. Methali mlango wa 21 mstari wa 24 inasema, mtu mwenye kiburi na majivuno, mdhihaki ndilo jina lake, hutenda mambo kwa kiburi kilichozidi. Moka, mdhihaki ni mtu mwenye kiburi na majivuno. Jambo la kusikitisha ni kwamba hili si jambo tu linaonekana kati ya watu wale ambao hawamchi Mungu, bali hata katika Wakristo unapata kuna watu wako na kiburi. Jambo la pili Mungu analoliongelea ni matamanio maovu. Anasema huyu mtu anavyovitamani si vya unyofu.
Moyo wake ulikuwa umepindukia katika matamanio maovu. Nataka niwakumbushe tu katika Agano Jipya, Yakobo mlango wa 4 mstari wa 1 na wa 2 inasema, ni kitu gani kinachosababisha mapigano na ugomvi miongoni mwenu? Je, haya hayatokani na tamaa zenu zinazoshindana ndani yenu? Mnatamani lakini hampati, kwa hiyo mwaua. Mwatamani kupata lakini hampati vile mnavyotaka, kwa hiyo mnajitia katika magomvi na mapigano. Mmepungukiwa kwa sababu hamumuombi Mungu. Hao watu Mungu anaangalia na anasema, mioyo iliyo na matamanio maovu ni mioyo ambayo sipendeshwi nayo, na ni lazima ishughulikiwe. Mfalme wa Wakaldayo alikuwa na shida ya matamanio maovu. Jambo la tatu ni ulevi na karaha. Nimetumia hiyo lugha kutusaidia kuelewa, maana si ulevi tu ndio ilikuwa shida, bali ni matokeo ya huo ulevi ndio Mungu alikuwa na shida nayo. Tukiangalia pale inasema, hakika mvinyo humsaliti. Tutaangalia hiyo hoja tunapoendelea. Jambo la mwisho Mungu analoliongelea ni kwamba huyu mtu alikuwa na tamaa, greed, tamaa, kwa sababu ni mlafi kama kuzimu na kama kifo kamwe hatosheki. Tangu dunia kuumbwa, tangu Adamu na Hawa kutenda dhambi katika bustani ya Edeni mpaka siku ya leo, wanadamu hufa. Kweli ama uongo? Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu kifo kimekuwa, kaburi halijawahi shiba, halijawahi tosheka. Ukiona mtu ni mlafi kiasi kwamba Biblia inamlinganisha na kaburi lisilo shiba, tamaa yake iko juu sana. Na hii tamaa inatapakasa, tutaona baadaye. Unajua kuna hadithi mama yetu alikuwa anatupa tukiwa watoto wadogo pale, tukiwa jikoni tunapika. Alituambia kwamba siku moja fisi alikuwa na nyama na alikuwa akiua sungura ndio kule, na sungura wakakasirika. Siku moja sungura mmoja mjanja akamwambia, ninataka nikupeleke penye kuna nyama, utaiona, utakula mpaka ulale juu. Unajua, jaribu mambo kama hayo kwa wanyama wengine, lakini sio fisi. Ndio maana ukisikia huyu mtu ni fisi duniani inamaanisha kitu kingine. Fisi akasikia hivyo akasema, uko na uhakika? Akasema ndio. Na sungura akachukua nyama, akaenda akachoma vizuri, akaingia mahali kulikuwa na shimo, akaenda akaiweka huko mwisho. Hili shimo lilikuwa pana upande wa kwanza, lakini unapoendelea linakuwa nyembamba. Inamaanisha fisi angeingia kwa urahisi sana, lakini anapoendelea kuingia inakuwa nyembamba, kwa hivyo anajisukuma kabisa. Sungura akaenda akaweka nyama, akakimbia akamwambia, njia ndio hii sasa, kuja ukule. Kwa sababu ya tamaa, fisi alikuwa anajisukuma afikie ile nyama, anaendelea, anasema nasikia nimekazwa. Sungura anamwambia usimekaribia, anasema na nyama ndio hii kweli, siwezi rudi. Akajisukuma mpaka mwisho wake akakwama pale ndani, akakufa. Tamaa hutapakasa hata vile vitu vidogo tulivyokusanya. Nataka tutafakari, Mungu anaposema anafahamu kwa kina, kwa undani. Umewahi jiuliza kwamba Mungu hufahamu hata maisha yetu, jinsi tunavyokaa, kama kuna dhambi ndani yetu? Na upeleke hiyo hoja hata mbali kidogo, tujiulize, je, watu unapoona ulimwengu umejawa na uovu, umewahi jitafakaria na ukajua kwamba Mungu anafahamu kwa kina kwamba huu uovu unaendelea na nitauadhibu? Tutaona kwa hoja ya pili, lakini nataka niseme hivi, vitu hivi vyenye vimetajwa pale mara nyingi vinabishana na moyo wa mwanadamu, na ni vyema wewe na mimi tuwe macho, tuchunge tusijikute pale, tunapojiandaa pia kusaidia wengi ambao wanakuwa mateka katika maovu kama haya. Yesu Kristo alisema hivi katika Mathayo 15 mstari wa 18 hadi 20, lakini kitokacho kinywani hutoka moyoni, na hiki ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kwa maana ndani ya moyo hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushahidi wa uongo na masingizio. Haya ndiyo yamtiae mtu unajisi, lakini kula bila kunawa mikono hakumtii mtu unajisi. Alikuwa anajibu swali, hawa wanafunzi wako wanakula bila kunawa, na akawasaidia kufahamu kwamba mioyo yetu
ndiyo ya maana sana, na Mungu hufahamu kwa kina ni nini kiko ndani ya mioyo yetu. Wale waliokuwa nauliza swali la kunawa, mioyo yao ilikuwa michafu. Wanafunzi, mikono ndio michafu, sio mioyo. Kwa hivyo kulikuwa na ubishi pale kidogo wakitafakari haya mambo. Je, unajua ni uovu kiasi gani umekuwa nao moyoni mwako kabla ya kuokoka? Na hata sasa kama Mkristo, je, we huchunga moyo wako uhakikishe kwamba umetakasika na unampendeza Mungu? Umeona uovu uliotuzunguka kote duniani? Tufanye nini kwa mambo kama haya wapendwa? Kwa maana tumesema tunatazama haki ya Mungu, na tujiulize ni nini haswa tunafaa kufanya. Unapotafakari haki ya Mungu, jambo la kwanza nataka ujue ni kwamba tunafaa tutambue kwamba uovu upo. Ikiwa kuna mtu yeyote anaweza simama na niambie duniani iko sawa, hakuna uovu, hakuna shida, nitashangaa sana. Nafikiri uovu uko wazi na bayana. Ni vyema tujue ni uovu gani unaoendelea, ndiposa tujue ni vipi tutahusika kama kanisa la Mungu, kama watu wa Mungu kukabili na kuubisha ili kwamba Mungu aweze kutukuka. Tunafaa kuomba dhidi ya uovu. Nitaongelea hilo jambo hasa tunapoingia hoja ya pili, na tuweze kufahamu ni vipi tunafaa kuomba. Ukumbuke Habakuki anaposemezana na Mungu ilikuwa ni maongezi. Mungu anamwambia ni nini kinafanyika, lakini pia mwishowe alisema haya maneno kwa taifa la Israeli, ndio maana yakaweza kunukuliwa, leo tunaweza kuyasoma. Nataka tuangalie hoja ya pili. Ya kwanza tumesema Mungu anafahamu kwa kina uovu wa watenda dhambi. Jambo la pili, Bwana Mungu ataadhibu uovu wote. Kama kuna uovu, ni lazima Mungu ataukabili na kuuadhibu. Haki ya Mungu inasisitiza kusamehewa au kuadhibiwa kwa dhambi zote. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 6 ni msingi unaobeba mistari hiyo mingine yote hadi mstari wa 20. Na ni vyema tuuangalie, maana unatupa msingi kuelewa ni nini tunatazama hapo chini. Inasema, je, watu wote hawatamsuta kwa dhihaka na kumbeza wakisema? Alafu sasa ndio inaanza kutupa orodha ya vile vitu ambavyo vitafanyika. Nataka ufahamu hivi, tunapoangalia hapa, Mungu anaongea na Habakuki na anachukua picha kwamba amesimama mwisho wa matukio. Mnanielewa? Matukio yote ambayo anataka kuongelea yamefanyika. Kwa hivyo watu wanatazama ufalme wa Babeli ukiwa unaanguka, na wanaanza kuwadhihaki wakisema haya mambo, maana Mungu amekusudia kuyatimiza. Kuna neno ambalo limerudiwa mara 5, na hilo neno ni la maana sana sisi kulitazama. Unasikia kwa Kiswahili inasema ole wako. Ole wako kwa Kiingereza ni woe unto you. Ole wako. Hili neno ni kama laana. Hili neno ni la kuonyesha sijatosheleka na kile kitu unachokifanya na ule mwenendo ulio nao. Limerudiwa mara 5. Mambo 5 Mungu anainua na anasema haya nitaadhibu ili tuweze kuyatazama. Jambo la kwanza anasema jambo la kwanza ni kutumia njia ya mkato kujitajirisha. Kutumia njia ya mkato kujitajirisha. Biblia inasema ole wake yeye akusanyaye bidhaa zilizoibwa na kujifanyia utajiri kwa kutoza kwa nguvu. Hilo jambo linaeleweka hapa Afrika ama hapa Kenya? Ole wake yeye akusanyaye bidhaa zilizoibwa. Umewahi sikia hiyo? Na kujifanyia utajiri kwa kutoza kwa nguvu. Majuto Mungu anayeongelea anasema utahangaika. Sitaingia kwa undani, maana hiyo nataka tu niweke hiyo taswira mbele yetu. Anasema huyu mfalme anachukua vitu kwa njia ya ulaghai, na kwa hivyo wakati unakuja ambapo atahangaika, watu watamhangaisha, na hilo ni jambo ambalo lingetimia. Methali 10 mstari wa 2 inasema hazina zilizopatikana kwa njia mbaya hazifai, lakini uadilifu huokoa kutoka mautini. Kwa sababu ya hayo mambo hata kifo kingefuata, kwa sababu ya huyu mfalme kutumia njia za mkato kujitajirisha. Hili ni onyo pia kwetu sisi kwamba mtu yeyote atumiaye njia za mkato, iwe ni mtu hajaokoka
ama ni mtu anajuana na Mungu. Njia za mkato zina hukumu yake. Bwana asifiwe sana. Ni onyo Mungu anataka tusikie. Ni onyo tunafaa kushika. Jambo la pili, utawala wa kibepari umepingwa katika ili andiko, mstari wa 9 hadi wa 11. Anasema huyu mtu anatawala wengine vibaya. Kwa sababu ufalme wa Babeli uliinuka ukakuwa ndio superpower, ukakuwa ndio mamlaka. Kama siku ya leo tunasema Marekani ndio superpower kote ulimwenguni. Lakini katika utawala wao ulikuwa wa kibepari, ulikuwa mbaya. Walitawala wengine vibaya na halikumpendeza Mungu. Na hili jambo sio tu katika falme za dunia, bali nataka ufahamu kwamba utawala mbaya katika ufalme, katika taifa, katika jamii ni jambo linalohuzunisha Mungu, na mara nyingi Mungu ataliadhibu. Katika maandiko inasema kwa sababu ya huo utawala mbaya utahaibika na utakufa. Hautahepa hukumu inayokuja. Hautaepuka kuangamia. Hapo ndivyo inavyosema. Na imedhibitika katika historia ya ulimwengu. Kila mara mtu alijiinua, kila mara taifa lilijiinua zaidi ya watu wengine na kutenda uovu, hukumu ilifuata. Jambo lingine ni kwamba mfalme alikuwa ni mtu wa kujifanikisha kwa njia za dhambi. Hii ni tofauti kidogo na hizo zingine nimeongelea, maana dhambi zinazotajwa hapa zimepewa tu jina la uovu. Katika kazi yake anayofanya hakuwa mtu mnyofu katika mapito yake. Dhambi zote na kuua hasa ambayo imetajwa katika hilo andiko mstari wa 12 hadi 14 yamelaaniwa mahali pale. Majuto ni kwamba ufanisi huo ambao alipata ungeharibiwa punde tu. Yaani umejenga, naosema umejenga nyumba yako kwa kutumia njia za ujanja, ulaghai, na umeua watu. Kwa sababu ya hayo, hii kazi uliyofanya ni moto, ni mafuta. Moto itawashwa, hiyo kazi itaiva ama itaungua? Itaungua. Itaisha, hakutakuwa na taswira na itapotea kabisa. Hili jambo ni jambo ambalo tunafaa kulitilia maanani, maana ufalme wa dunia hii, kwa maana Babeli tulisema inawashiria falme zote zisizoenenda na mapenzi na makusudi ya Mungu. Kila ufalme usiojengwa kwa msingi wa haki ya Mungu, utakatifu wa Mungu, bila shaka, mwambie mwenzako bila shaka, utaanguka. Amen. Hilo ni jambo ambalo liko wazi katika hilo andiko. Jambo lingine hao watu walifanya ni kwamba walikuwa wanadunisha wengine. Pengine umesoma lile andiko, ulilisikia linasema huyu mtu anatumia kileo, pombe, kuwanywesha watu ili aweze kutazama uchi wao. Hiyo ni kudunisha mtu. Hata siku za leo watu hutumia madawa ya kulevya, unafanya mtu akili isikue timamu vizuri ili uweze kutimiza makusudi mengine ambayo ni maovu. Hiyo ni hali ya kudunisha watu wengine. Mfalme huyu ametambulika kwa sifa za ulevi. Ukienda usome kitabu cha Danieli utaona hata mwanawe anaitwa Belteshaza, ambaye anaandaa karamu ambapo wanatumia vileo na wanatumia vyombo vilivyotolewa kwa nyumba ya Mungu katika ufalme wa Israeli. Baadaye na Mungu akamhukumu kwa sababu ya hilo jambo. Lakini kusudi lake lilikuwa zaidi ya hicho kileo. Ilikuwa kudunisha wanadamu na kuwafanya wawe kama hawana fikra na fahamu, na kuweza kuwasuta ili waweze kuteseka katika hiyo hali. Majuto, hawa watu wangeaibika badala ya kupata utukufu. Umejijenga, umedunisha watu wengine, na kwa sababu ya hiyo utukufu uliokuwa nao unakuondokea. Mtu yeyote atumiaye ujanja atanaswa. Sijui kama watu utatama kipindi fulani ya kuchekesha inasema utanaswa ukwa KTN ama Citizen. Watu hiyo ukwa ya kuchekesha. Lakini katika hali ya maisha na kulingana na maandiko, Mungu anasema wazi na bayana kwamba mtu ambaye anadunisha wengine, anatumia mbinu mbadala ambazo zimejificha, mwishowe atahukumika, atajipata katika shida. Jambo la mwisho, na pengine hili ndilo jambo ambalo
kilihuzunisha hasa moyo wa Mungu ni kwamba hao watu walikuwa wanaabudu sanamu. Mstari wa 18, 19, walikuwa waabudu sanamu. Wakaldayo walikuwa wakiabudu sanamu. Ibada yoyote inayotolewa isiyomwelekea Mungu Mwenyezi ni ibada ya sanamu kulingana na maandiko. Na Yesu Kristo pekee ndiye njia. Wakati ule Mungu alitaka utukufu wake uweze kutambaa na kuelekea, ufike kote ulimwenguni, watu wote duniani waweze kumjua na kumtukuza. Unajua, pengine tunafikiria tu kuwachukua wana wa Israeli kuwapeleka katika nchi ya ahadi ya Kanani ilikuwa kwa ajili ya starehe yao. Ni zaidi ya hayo. Mungu aliwapeleka kule wawe mashahidi wake, waweze kutangaza ukuu wake. Na wakati hawakutimiza hilo jukumu, Mungu aliwarusha mataifa mengine. Alitumia hata hao kuchukuliwa mateka kuwapeleka Babeli, waweze kwenda kule kutangaza utukufu wa Mungu. Tutafahamu zaidi mstari wa 14 tutauongelea, ambapo inasema na dunia yote itajawa na utukufu wa Mungu kama vile maji yaijazavyo bahari. Ni kwa sababu hata katika hukumu ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kuna jambo ambalo angependa kutimiza. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ya kuabudu sanamu ni ishara kwamba hawa watu walijiamini sana na kufuata njia zao zaidi ya vile walifaa kumfuata Mungu. Majuto, Mungu anasema hii miungu yao haingewasaidia, hasa wakati ule Mungu angeleta adabu juu ya maisha yao. Mungu huchukia chochote kinachojiinua kinyume na sifa zake katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Hata jambo liwe zuri kiasi gani, ikiwa kuna kitu ambacho umeinua kikakuwa cha maana, kikakuwa bora maishani mwako zaidi ya Mungu, Mungu ukichukia. Na mara nyingi atakiondoa ama atafanya ufanisi katika hiyo sehemu ukome, hasa maana anakupenda na angependa kuchunga moyo na nafsi yako. Ningependa tu tutafakari. Ukitazama vizuri, kabla ya hukumu, Mungu huwataka watu wake wafanye mambo matatu: watubu, wabadili njia zao, na kama walifanya maovu ambayo yalihusika na kuchukua vitu za wengine, warejeshe. Kwa Kiingereza tunaita restitution. Hii ilikuwa hatua ya utakaso. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anatuonyesha kwamba ni vyema hizi hatua zifuatiliwe. Lakini kwa maana huyu mfalme hangefuata hivyo, jambo la pili lingefuata, ambalo ni hukumu. Sisi kama Wakristo tumesamehewa dhambi zetu, tunaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tunapokosea na kutubu, Mungu ni mwaminifu kuja kuinua shida zetu, dhambi zetu, na kutusamehe tupate maisha ambayo yanampendeza. Lakini watu wanapoendelea katika dhambi, Waebrania mlango wa 10 inasema, je, tutaendelea katika dhambi? Hiyo ni sawa na kuikanyaga damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani. Ukisoma kuanzia mstari wa 26 hadi mstari wa 28, ni sawa na kuikanyaga damu takatifu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya usafisho na ondoleo la dhambi zetu. Kama Wakristo tunafaa kufanya nini juu ya maisha yetu na juu ya watu kote ulimwenguni ambao wanaishi katika maovu kama haya ambayo tumeweza kuyataja? Tunafaa kuishi kwa njia inayompendeza Mungu. Tunafaa kuonya waovu. Yesu mara moja, wakati mmoja alisema, aliambia watu, tubuni ama mtaangamia. Inamaanisha tuko na wajibu, tuko na jukumu la kusimama na kuonya watu waovu. Zaidi ya yote tunajua kwamba maneno tu hayatoshi. Tunafaa kuwaombea, tuvunje mioyo yetu. Unajua, huwa natazama wakati mwingine unapata uovu uliokithiri katika jamii zetu. Tunajiuliza, je, tumetosheka kuombea hawa watu? Maana tunajua kwamba mwisho wa maisha yao ni hukumu. Je, tumechoshwa ama tuko tayari kubadilisha mambo yaliyo hivyo? Jambo lingine ambalo nafikiri ni la maana sana ni kusimama dhidi ya uovu. Ukitazama vile Habakuki anaongea, taswira moja anafanya ni kusema huu ndio uovu unaofanya hawa watu waadhibiwe. Sisi pia tunafaa tujirudie kimawazo, tutende kinyume na huu uovu. Kama kuna vitu vilichukuliwa vibaya, sinafaa tuache.
Siku ya leo nafikiri ni vyema kama kanisa tukumbushwe kwamba tunafaa kuwa sauti ya kuleta mabadiliko katika jamii, kuhakikisha kwamba hatuhusiki katika uovu na tunaonya wale walio katika uovu, na ikiwezekana Mungu atusaidie sana tutangaze ukuu wake kwa njia ambayo itafanya mioyo ya wengi iliyo migumu ifunguke kwa ajili ya kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Jambo la tatu ambalo ni la mwisho ningependa tuangalie, na hili ni fupi sana, ni kwamba Bwana Mungu atainuliwa kama mwenye haki kote ulimwenguni. Tuliona kwanza anafahamu, anajua dhambi zote zinazofanyika. Jambo la pili, atazihukumu. Tumeona pale anasema ole wenu, kisha anapeana hukumu. Hiyo ni hoja ya pili tumetazama. Lakini mwisho wa makusudi yake ni nini? Ni kwamba Mungu anataka ainuliwe kama Mungu mwenye haki kote ulimwenguni. Tutatazama mistari miwili katika hilo andiko, mstari wa 14 na mstari wa 20, maana hayo ndio maandiko yameongelea hili jambo. Haki ya Mungu inatuelekeza sisi kulitukuza jina lake takatifu kama ushuhuda kwa mataifa yote. Mungu angelitukuza jina lake takatifu na angefanya aje? Mambo mawili. Jambo la kwanza, angewaadhibu Wakaldayo ili mataifa yote ya mche Mungu. Maana huu ufalme ilikuwa superpower, ilikuwa ufalme mkuu. Kila mara superpower inapoanguka dunia yote inajua, na wangejua waseme hiyo haingewezekana. Hilo ni jambo gumu, ni jambo geni. Limewezekana tu kwa sababu ya Mungu, na tulisikia kuna unabii ulitolewa ukasomwa na nabii Habakuk kwamba hili taifa lingeanguka, na sasa umetimia. Watu wote wangeyeyuka. Biblia inasema wakati Mungu aliongelea kwamba umejenga ufalme wako kwa kutumia njia mbovu na umeua watu wengi kujenga ufalme wako, Mungu alisema hivi, mstari wa 14 pale kumaliza hiyo sehemu, utaanguka, hii kazi uliyofanya itachomeka. Na Mungu akasema kwa kuwa dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Bwana. Inamaanisha utakapoanguka dunia itafunguka macho, waseme haya ni Mungu. Ni Mungu amekuwa katika hii kazi. Bwana asifiwe sana. Dunia itajazwa na utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Huu ufalme ungeanguka. Jambo la pili, kwa hivyo la kwanza tumesema Mungu angewaadhibu Wakaldayo. Mstari wa 20 inatupea hoja nyingine. Kila mtu atajitokeza mbele zake Mwenyezi Mungu kupokea hukumu ya haki ya Mungu. Mungu atainuliwa. Hili andiko ambalo tumesoma haliongelei juu ya ufalme tu wa Nebukadneza, inaongea pia picha ya mbele, mambo ambayo yangetimia. Na sasa katika hiyo picha tunaonyeshwa baada ya hukumu ya Wababiloni kufanyika, Mungu anasimama anasema, anamwambia nabii wake, Bwana yu katika hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze mbele zake. Inamaanisha nimetimiza kazi yangu, nimeonyesha, nimeadhibu, nitaadhibu Yuda, na nimesema ni nini kitafanyika kwa Wakaldayo. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na sasa kwa sababu nimetimiza haya, mimi ni Mungu mwenye haki, dunia yote itanyamaza. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba huyu nabii anapofanya hii kazi, moyo wake unajawa na furaha. Anajua kwamba Mungu, kwa hivyo kama atatimiza haki yake, kweli imedhihirika. Na kwa maana ameonyesha kwamba sio Yuda tu anaadhibu, bali hata Wakaldayo atawazusha kwa sababu ya uovu wao. Mungu ni mwenye haki, ninaweza kaa na nitulie, kwa sababu hii hukumu ilikuwa ya taifa lote. Lakini mwenye haki kibinafsi ataishi kwa imani, atakaa katika imani yake, na Mungu atamlinda, atamweka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yesu akirudi, wote tutasimama mbele zake. Hivyo ndio maandiko yanasema, Waebrania mlango wa 9 mstari wa 27 na 28, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa akabili hukumu. Hivyo ndio maandiko yanasema kifo kimekusudiwa, na baada ya pale kuna hukumu itakayokuja. Ningependa tu kukupa changamoto, wewe unanisikiliza wapendwa, tujue kwamba tunafaa kuishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hata wakati Mungu anaadhibu mambo yanayofanyika ambayo si mazuri katika dunia yetu, ako na kusudi, ako na mpangilio kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tunafaa
tufanye kazi pamoja na Kristo, sisi watu wa kanisa. Kwa maana maandiko yanasema, kwa maana wakati umewadia wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Basi kama ikianza kwetu sisi, mwisho wa hao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? If judgment will happen here, kama hukumu inaanza na nyumba ya Mungu, Yuda walikuwa waadhibiwa wa kwanza, je, wa Babeli ingekuwaje? Je, wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Tusimame tukiwa tayari kutangaza ukuu wa Mungu, kwamba yeye ni mfalme aishie milele, tuishi kulingana na mapenzi yake na kutangaza haki yake kote ulimwenguni, ili kwamba watu wageuzwe mioyo yetu, tukijua kwamba yeye atainuliwa. Kwa hivyo unapoona falme zimeinuka, unapoona uovu umekithiri duniani, usifadhaike. Mwambie mwenzako usifadhaike. Enenda na mapenzi ya Mungu, tutulie, tukijua kwamba wakati waja ambapo Mungu ataadhibu uovu wote, na ufalme tunaouelekea ni ufalme usiokuwa na dhambi, ufalme wa haki ya Mungu pekee. Bwana asifiwe sana. Tusimame pamoja, wanasifa waje hapa tunapoomba na kukamilisha. Kwa hivyo kama hitimisho, wapendwa, ningependa kusema tuishi kwa imani, maana amesema mwenye haki ataishi kwa imani. Hukumu ni ya taifa lote, lakini Mungu bado anajua walio na haki. Hapa duniani, hapa nchini kwetu Kenya, kuna uovu mwingi unafanyika, lakini Mungu anapotazama anaona kwamba kuna wenye haki. Bwana asifiwe sana. Mwenye haki ataishi kwa imani, na sisi tukue tayari kwa hivyo kukua kielelezo cha haki ya Mungu, kuitangaza haki ya Mungu, kuombea taifa letu, kuombea waovu, kwamba Mungu atabadilisha mioyo yao na kuwaelekeza katika njia impendezayo. Amen. Asante. Tuombe pamoja. Inua mikono yenu. Mfalme wa amani, tunakupa sifa na utukufu. Asante kwa sababu umenena pamoja nasi. Neno lako li hai na imekupendeza kutusemeza juu ya haki yako, haki ambayo ni taswira kubwa ambayo ungependa tuifuate siku baada ya nyingine. Ombi langu ni kwa ajili ya moyo wangu, kwa ajili ya nafsi yangu na kwa ajili ya wapendwa, kwamba utatusaidia tuishi kama wenye haki, maana wewe ni Mungu mwenye haki. Wenye haki wataishi kwa imani. Na tunapotazama hukumu yote unainena juu ya Babeli, inatukumbusha kwamba unaghadhabishwa na uovu unaouona duniani, na kwamba utauadhibu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ombi langu ni kwamba utageuza kila moyo wa mwanadamu kukutazama wewe, kuachana na uovu, ili tuishi kutenda mapenzi na makusudi yako. Jina lako lililo hai liinuliwe milele na milele. Na tunatazamia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kuja kwake itakuwa ni uzima wa milele kwetu, na itakuwa ni hukumu kwa uovu wote duniani, tukielekea katika ufalme usiosumbuliwa na uovu tena. Jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe, maana wewe ni Mungu na hapana mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Amen. Asante sana. Najua tumechukua muda zaidi kidogo, lakini ombi langu ni kwamba Mungu amenena pamoja nasi. Tutashiriki maneno ya neema na tuweze kukamilisha hii ibada. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Bwana Yesu awabariki sana. Muwe na juma lililobarikiwa, na tukumbuke mkutano wa mafundisho jioni ya leo kwa wazazi wote walio kati yetu. Barikiweni sana. Amen.